Asubuhi ya leo kwa ajili ya hiyo nafasi ambayo Mungu ametupa ili tukapate kufundisha kutoka kwa neno lake. Amen. Kama mtafunga hizo kingine. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati mwema ambao Bwana ametupa. Tuna ushirika wa wachungaji ambao Mungu alimwezesha ikawa nikajiunga pamoja na wao, na kuna faida ambazo nimeanza kuona katika huo ushirika wa wachungaji. Faida ya kwanza ni ya kwamba tunachuana kupitia kwa ule ushirika, na kuna wachungaji ambao wameenda kutembea kwa makanisa mengine, wamekaribishwa kama nyumbani. Ilinikumbusha Yesu siku moja akasema, nina kondoo wengine ambao hawako katika sisi hili, hata wale nitawachukua ili wakapate kuwa kondoo moja kwa sisi moja. Kwa hivyo tulipokuwa na mkutano, ikawa ni ya kwamba tujifundishe kuhusu viongozi kanisani. Na nitakuwa ninafundisha kuhusu viongozi kanisani. Kwa hivyo Bwana atatusaidia katika hayo yote. Nataka tuangalie kutoka kwa neno la Mungu tunapojifundisha kuhusu viongozi kanisani. Ningependa zote tukapate kufungua Biblia zetu katika kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa 16. Samueli wa kwanza mlango wa 16, tutasoma mstari wa 21. First Samuel chapter 16 verse 21. Samueli wa kwanza 16 na mstari wa 21. Nitaomba yule ambaye ana Biblia ya Kiswahili atusaidie kutusomea katika Kiswahili, nami nitasoma katika Kiingereza. Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 21. Kitabu ni cha Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari wa 21. Maandiko inasema, basi Daudi akamwendea Sauli, akasimama mbele yake, naye akampenda sana, naye akapata kuwa mtu wa kumchukulia silaha zake. Amen. David came to Saul and entered into his service. Saul liked him very much, and David became one of his armor bearer. Nataka tunapojifundisha tujifundishe kuhusu mtu ambaye anapepa silaha. Mwenye kupepa silaha. Mwambie mwenzako, mwenye kupepa silaha. Kwa hivyo kama viongozi kanisani, kitu ambacho ningelipenda tuelewe cha kwanza ni ya kwamba sisi ni watu wa kupepa silaha. Na wanaposema ya kwamba wewe ni mtu wa kupepa silaha, haimaanishi ya kwamba sasa wewe umedunishwa, umekuwa mtu wa chini kwa sababu kazi yako ni kumpepea chemendari silaha. Kwa hivyo unapoona kazi yako ni kumpepea chemendari silaha, utajiona kana ya kwamba wewe ni mtu wa chini. Lakini nataka uelewe ya kwamba wewe ni mtu muhimu katika kazi ya Mungu. Kumpepea Mungu silaha. Kumpepea mtumishi wa Mungu silaha. Daudi alipoenda kwa Sauli, neno la Mungu linasema kwamba akaingia katika utumishi wake. Na alipoingia katika utumishi wake, akawa mmoja wa wale ambao wanapepa silaha. Kwa hivyo Saul akamchukua David kuwa mbeba silaha, na neno la Mungu linasema kwamba Daudi akapendwa sana kwa sababu ya kupepa
silaha. Amen. Kumbeba silaha. Waumini siku za leo wanapoona kwamba kazi yao ni utumishi kwa kazi ya Mungu, wanaona kana ya kwamba wao wako chini sana kwa sababu ya kumpepea mtumishi wa Mungu silaha, kwa sababu ya kumfanyia mtumishi wa Mungu kazi. Wanaona kana ya kwamba wao sasa kazi yao ni ya chini. Nataka tuelewe ya kwamba kazi ya kubeba silaha sio kazi